Habari gani mwana mchezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kwa anga la michezo. Lakini pia kabla hatujaitazama taarifa hii nikwambie tu kwamba Young Africans basi kama moto umeshakwisha kuwaka na gari kama ni kuchanganya basi limeshakwisha kuchanganya kutokana na kwamba bado wameshikilia msimamo wao huo wa kutocheza na kushiriki mchezo namba 184, mchezo ambao unatajwa kuchezwa tarehe 16 ya mwezi wa 6 kwa maana ya dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa inatajwa kuchezwa katika tarehe hizo. Kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba Young Africans haitashiriki mchezo huo mpaka pale ambapo maswali manne ambayo wameyamention kwamba wakishajibiwa maswali hayo watakuwa tayari kucheza mchezo huo ambao uliahirishwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2025, lakini kwa sasa bado wameshikilia msimamo wao na kwamba hawatashiriki huo mchezo, na hiyo tarehe wao wameitangaza kwamba itakuwa ni tarehe ya mchezo wao wa kirafiki ambao utachezwa huko Kigali, Rwanda, ambako watakwenda kushuka dembani na African Lion katika mchezo ambao utachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6, tarehe ambayo bodi ya ligi ya Tanzania kwa maana ya NBC Premier League wameshakwisha kutangaza tarehe hiyo kwamba itakuwa ni tarehe ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini Young Africans katika tarehe hiyo wao wameshakwisha kutoa taarifa official kabisa kwamba watakuwa Rwanda, huko watakaokwenda kucheza mechi hiyo ya mwariko ambayo wamearikwa na African Lion. Lakini kwa taarifa ambazo tayari zinakubalika kabisa kutoka katika uongozi wa klabu ya Young Africans zinasema kwamba kama Young Africans ili kushiriki mchezo huo namba 184, mchezo wa dabi ya Kariakoo, wanahitaji kujibiwa maswali ambayo wameyaweka hapa. Ni kwa nini Simba hawakuleta timu siku ya tarehe 8? Hilo ni swali la kwanza ambalo bodi ya ligi na TFF wanataka wawajibu Young Africans. Lakini pia swali la pili ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unasimamiwa na serikali na sio Simba wala Young Africans. Sasa wanataka kujibiwa kwamba je, waliowazuia Simba wasifanye mazoezi siku ya mwisho siku moja kabla ya mechi ni akina nani? Hilo ni swali la pili. Lakini swali la tatu, TFF walichukua hatua gani kwa hao waliowazuia Simba kufanya mazoezi? Lakini swali la nne ambalo wanaliuliza Yanga kwa TFF ni kwamba kwa nini TFF ipange ratiba mpya ya mabadiliko pasina kuziita klabu hizi mbili ambazo wakakaa meza moja na kukubaliana kwa maana kwamba hizi timu zote mbili zina mgogoro na zina mzozo juu ya sakata hilo ambalo linaendelea mpaka sasa. Kwa hiyo katika maswali haya ambayo yameulizwa hapa na Young Africans, ukiangalia unaweza kuona kabisa kwamba endapo kama Young Africans ama endapo kama bodi ya ligi wataweza kuyajibu haya maswali, basi unaambiwa kwamba Young Africans watakwenda kushiriki huo mchezo. Lakini katika swali la kwanza ni kwa nini Simba hawakuleta timu uwanjani, hilo tuliache. Mimi tutabezi katika hili swali la pili na swali la tatu ambalo linasema uwanja wa Benjamin ni mali ya serikali wala sio mali ya Simba wala Young Africans. Je, waliowazuia wasifanye mazoezi katika siku hiyo ni akina nani? Kwa mujibu wa Simba, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na klabu ya Simba, wao walisema kwamba watu waliowazuia katika uwanja siku hiyo ya kufanya mazoezi walikuwa ni watu ama wanasadikika kuwa ni viongozi mabodyguard wa Young Africans ambao walikuwa wameweka ulinzi hapo. Lakini swali la kujiuliza sasa kwamba katika structure ya uongozi wa klabu ya Young Africans na viongozi ambao wamewasajili TFF, hakuna kiongozi aliyesajiliwa kama bodyguard ama kama mlinzi wa klabu ya Young Africans. Yani katika structure ambayo imesajiliwa TFF, hakuna kiongozi ambaye anaitwa bouncer ama bodyguard. Kiongozi wa hivyo katika structure ya uongozi wa Young Africans haipo. Kwa hiyo wao kama Young Africans hawatambui watu wanaoitwa mabodyguard ama hawatambui watu wanaoitwa walinzi wa klabu ya Young Africans ambao Simba wanasema kwamba wao walizuiwa na mabodyguard wa
klabu ya Young Africans. Lakini pia katika swali la tatu ambalo Young Africans wameuliza hapa kwamba TFF imechukua hatua gani kwa waliowazuia Simba kufanya mazoezi katika mechi hii. Tukija kurejea katika barua ya Simba ni kwamba Simba walisema hawatoshiriki mchezo huu mpaka pale ambapo bodi ya ligi ama TFF watakapowachukulia hatua wale ambao wamewazuia wasifanye mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika siku hiyo ya mechi. Lakini sasa swali la kujiuliza kwamba mpaka sasa bodi ya ligi wameweza kupanga tarehe mpya pasina kutoa ufumbuzi ama kutoa mrejesho wa uchunguzi ambao wao walisema watafanya uchunguzi juu ya kila ambacho Simba walikidimani katika demand letter yao, na kusema kwamba hawataushiriki mchezo huu mpaka pale wale waliowazuia kufanya mazoezi watakapochukuliwa hatua. Lakini leo mchezo umepangwa na Simba wamekubali watakwenda kucheza mchezo huo pasina kujua wale waliowazuia kufanya mazoezi ni akina nani na wamechukuliwa hatua gani. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa tayari kuna shida kati ya Simba Sports Club na bodi ya ligi na uongozi mzima wa bodi ya ligi. Nimepata comment nyingi sana kwamba Steven Mguto yuko pale kama kivuli cha nani, kwamba kwa sababu hayupo katika uongozi wa klabu yoyote. Yani hakuna klabu yoyote ambayo Steven Mguto ni kiongozi katika klabu yoyote. Mwanzo wakati anaingia katika kamati hiyo na bodi hiyo alikuwa ni kiongozi akitokea katika na Coastal Union na akapata kofia ya kuingia katika madaraka hayo akiwa kama kiongozi wa kikosi hiko na klabu hiyo ya Coastal Union. Lakini kwa sasa sio kiongozi tena katika klabu ya Coastal Union na wala hana timu yoyote ambayo anaiwakilisha kama kiongozi. Kwa hiyo Steven Mguto kuwepo katika kamati hii inaweza ikachukua kwamba zikiwa zimebaki hizi mechi 3 za mwisho, basi na uongozi wake kama mwenyekiti wa bodi ya ligi utakuwa umeishia hapo, kwa sababu hana timu yoyote ambayo anaiongoza. Ili uwe na sifa za kuwa kiongozi katika kamati ama bodi ya ligi ni lazima uwe kiongozi katika klabu moja ambazo zinashiriki ligi kuu ya Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League. Lakini kwa sasa Steven Mguto hakuna timu yoyote ambayo anaiongoza. Kwa hiyo mpaka sasa Steven Mguto anaelekea kupoteza sifa za kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, na ndio maana Young Africans wanahitaji ajihuzuru, na sio Steven Mguto tu, pamoja na Almas Kasongo. Ili Young Africans wapeleke timu uwanjani, lazima viongozi hawa waweze kujihuzuru na waachie ngazi, basi Young Africans watapeleka timu. Na sio kwamba wanataka tu wajihuzuru, ni kwa sababu Young Africans wameshindwa kuamini na kuwa na imani nao, kutokana na kwamba katika maswali haya ambayo Young Africans ame-mention hapa, hakuna hata swali moja ambalo bodi ya ligi ama TFF na rais wao Wallace Karia ameweza kujibu maswali haya yote. Ni kutokana na kwamba hakuna chochote kilichojibiwa hapa. Unaona kabisa kwamba ujanja na janja zinazofanywa na TFF na bodi ya ligi ndo hizo zinataka wazipitie ili waweze kumaliza ligi pasina kujihuzuru ama kuondoka kwa sifa mbaya katika uongozi ambao wanao mpaka sasa. Ni dhahiri shahiri kwamba viongozi hao mwishoni mwa msimu huu ukishakwisha kutamatika, hatutakuwa nao tena katika msimu ujao, kutokana na kwamba baadhi yao hawana sifa tena za kuwa viongozi katika bodi ya ligi. Lakini sasa kitu ambacho kinaangaliwa hapa ni kutokana na kwamba wamekuwa kwenye uongozi wakati ambapo bado walikuwa na dhamana ya vilabu ambavyo walikuwa vinawawakilisha katika kamati hiyo na katika bodi hiyo ya ligi. Lakini kwa sasa Young Africans wanahitaji wapewe majibu hayo ambayo wameyauliza. Ni akina nani waliowazuia Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi? TFF imechukua hatua gani dhidi ya hao watu ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi? Na pia Young Africans wanauliza ni kwa nini Simba hakuleta timu siku ya tarehe 8. Lakini swali la 4 linauliza kwamba kwa nini bodi ya ligi wamepanga tarehe nyingine bila kuwaita Young Africans na Simba kuketi nao na kuzungumza juu ya hiki ambacho kilifanya kuahirishwa kwa mechi ya tarehe 8 ya dabi ya Kariakoo. Sisi kama Young Africans hatuchezi ngo, hicho ndo kitu ambacho Young Africans wanamaliza nacho.